Jamani, naendelea na gazeti la Mwananchi, lakini la leo ni la Machi 26, 2025 ambalo linatoka pia, taarifa inatoka TCC kama kawaida, na ni kwamba wanatoa notice ya mkutano mkuu wa mwaka. Jamani, wawekezaji mnaitwa kwenye mkutano mkuu wa mwaka wa wawekezaji. Na nikasema naomba niwakumbushe, sababu hii mikutano mara nyingi tunaipuuza, tunaichukulia poa. Please naomba uende ukaattend. Na anasema kabisa kwamba taarifa inatolewa kuwa mkutano mkuu wa 60 wa wanahisa wa kampuni ya sigara Tanzania TCC PLC kwa mwaka ulioishia Disemba 31, 2024 utafanyika Hayati Regency Kilimanjaro Hotel, Dar es Salaam, Tanzania, siku ya Jumatano Aprili 23 mwaka 2025 saa 4 asubuhi. Hasa hapa najua of course kuna agenda ambazo ni nyingi, kuna hiyo notice kuidhinisha, lakini agenda ambayo inataka niitilie maanani ni agenda namba 5 ambayo inasema kupokea na kudhibitisha ripoti ya wakurugenzi na taarifa ya mahesabu ya mwaka iliyokaguliwa kwa mwaka unaoishia Disemba 31, 2024. Kwa hiyo hapa utapata kujua performance za kampuni yako kwa sababu wewe ni mmiliki, kwa sababu wewe ni mwanahisa. Kwa hiyo utapata kujua ripoti kwanza inatoka kwa kurugenzi kwa mwaka ulioishia Disemba 31, 2024, lakini pia mahesabu yaliyokaguliwa yataonyesha affairs za kampuni kuanzia mali, madeni, lakini ukwasi wa kampuni kupitia ile cash flow statement na kadhalika. Kwa hiyo hii agenda namba 5 ni muhimu sana, na ukiipitia vizuri wewe mwanahisa kabla ya siku ya mkutano lazima utakuwa na vitu viwili ama vitatu vya kwenda kuuliza. Kwa hiyo wanapotoa nafasi kwa ajili ya maswali, basi usiache kuuliza swali, na utaweza kufanya hivyo kama tu umepitia hiyo ripoti vizuri, na unaweza ukaipata siku kadhaa kabla ya mkutano. Kwa hiyo make sure unaipata, unaipitia ukiwa nyumbani, ukienda pale kwenye mkutano tu ni kwenda kusikiliza alafu na kuuliza maswali. Lakini nyingine ni kuidhinisha gawio, agenda namba 6, very important. Kuidhinisha gawio ndio utajua kwamba mwaka huo mtakuwa mnalipwa shilingi ngapi kwa hisa moja, ndio mtakwenda kujua magawio na kadhalika. Lakini inayofuata yote, hizi agenda zote zinazofuata hapa, hizi ni agenda za kupiga kura. Ndio maana tunasema kuhudhuria mkutano mkuu pia kuna kuruhusu kuweza kwenda kupiga kura. Unafanya ile voting, una exercise your voting rights unapokwenda kwenye mkutano. Of course ya ni mambo mengine tu ambayo sio muhimu sana kwa agenda ya leo, lakini agenda ya leo ilikuwa ni kuwahimiza wawekezaji kuhudhuria mkutano mkuu. Nikasema ngoja niwape umuhimu wa kushiriki kwenye AGMs ama mkutano mkuu. Kuna umuhimu gani kwa sisi ili tuweze kushiriki hii mikutano mkuu? Cha kwanza, kupata taarifa kuhusu kampuni uliowekeza. Utaongea na CEO ama CFO, chairman wa bodi, wakaguzi, wawakilishi wa serikali, taasisi, simamizi na kadhalika. Na utapata hizo taarifa kwenye hii agenda namba 5. Maana utapata taarifa kwanza ya wakurugenzi, alafu utapata na taarifa ya ukaguzi wa hesabu ambayo inatolewa na mkaguzi. Sasa mkaguzi pia anaweza kukupatia vitu vingi sana, hints, na ukaelewa kama wewe uwekezaji bado ni salama na uko profitable, kama vitu vinasimamiwa vizuri, internal controls na mambo mengine. Lakini kufahamu mipango ya mbeleni ya kampuni katika ukuaji, utanuzi wa masoko, ubunifu wa bidhaa mpya na kadhalika. Na hiyo utaijua pia kwenye ile ripoti ya kurugenzi, maana mwenyekiti wa bodi anatoa ripoti yake ambayo inaongelea nusu mwaka ulioisha, lakini nusu inaongelea miaka ijayo, the future. Wanafanya forecast, nini kitarajiwe na wawekezaji going forward. Unaona, sababu ubaya wa financial statement huwa zinaangalia miaka ya nyuma, it's past looking, it is not forward looking. Lakini taarifa ya mwenyekiti wa bodi utakuta inakupatia past na forward. Same na CEO anaweza katoa taarifa ya kutoka kwa chief executive officer, naye atakupa pia kutokana na utendaji kwa kipindi kilichopita, lakini utendaji going forward, na pengine investment officer kama yupo na kadhalika. Kwa hiyo hizi taarifa zao zitakupatia hint kwamba going forward huko mambo yatakuwaje. Lakini utaweza kunetwork na wawekezaji wenzako kutoka pembe zote za nchi, lakini pia utaweza kubashiri mwelekeo wa kampuni, management kama unaendana na mwelekeo wako. Hata kwa kuwaona tu na kuwasikiliza utajua kabisa kama watu wapo pale wanafanya kazi kwa maslahi yao au pia wapo kwa ajili ya maslahi ya wawekezaji. Kuna kitu kinaitwa agency theory. Ile agency theory utaweza kuiprove ukiwa pale kwenye kikao. Just by looking at them, kwa kuongea na vitendo vyao, utaona kama wana alignment ambayo inaendana na matakwa ya nani, ya ndugu wawekezaji ambao ndio wanahisa. Lakini pia kupata nafasi ya kupiga kura na kuamua baadhi ya mambo kwenye kampuni. Kwa mfano hapa utapiga kura katika kumchagua mkaguzi wa hesabu zinazofuata za mwaka unaofuata ambao ni 2025. Utapata nafasi ya kuchagua
wakurugenzi wapya, maana amesema kuna ambao watajiuzulu na kuna ambao watateuliwa, lakini pia kupokea na kuidhinisha pendekezo la malipo ya wakurugenzi wasiokuwa watendaji. Mtafanya maamuzi labda malipo yako juu yapunguzwe au yako chini yapandishwe na kadhalika. Kwa hiyo ni sehemu nzuri ya kwenda kuexercise ile voting right. Na kuna mahali wamesema hapa kwamba mwanahisa mwenye haki ya kuhudhuria mkutano na kupiga kura anaweza kuteua mwakilishi. Kwa hiyo kumbe wanahisa wana haki kwanza ya kuhudhuria kikao, lakini pili ya kupiga kura, na anaweza kwenda yeye mwenyewe ama akatuma mwakilishi ambaye atahudhuria katika mkutano na kupiga kura kwa niaba yake. Kwa hiyo lazima uende pale uka exercise your voting right. Lakini pia kupata goodies, mimi nimeziita goodies, mambo mazuri. Mfano unaweza ukapata, kwa mfano wanakupa diaries, wanakupa t-shirt, unapata lunch, unapata hard copy ya ripoti, unapata mifuko. Mimi nishaye kuendaka kwenye hizi AGMs nikapata mifuko ambayo mpaka leo naitumia na bebea vitu vyangu kadhaa. So you get some goodies ukienda pale, lakini pia kuna lunch nzuri, buffet ya maana. Na hizo goodies unaleta nyumbani, t-shirt unagawa, unaweza ukawapa watu diary, mifuko kama mama yako na kadhalika. So all in all, AGMs ni muhimu sana na ni sehemu kama vile ya kwenda ku have fun pia. Ni sehemu ya mtoko. Kwa hiyo usikose mtoko wa AGM ya TCC ambayo itakuwa ni Aprili 23, 2025. Asanteni, endeleeni kubaki na Achieve, na kama unataka kujifunza namna ya kuwa mwanahisa, siku moja na wewe uende ukahudhurie AGM. Kama umeona hapa anakuambia mtu anayetakiwa kuhudhuria ni yule tu ambaye amewekeza. Kwa hiyo mimi siwezi kwenda kwenye TCC, lakini na wewe pengine huwezi kwenda kwa sababu hujawekeza popote pale. Basi nipigie simu 0753820744 nikuelekeze namna ya kupata mafunzo yetu ili uweze kufuata taratibu, uingie darasani nikufundishe namna nzuri ya kuweza kuwekeza kwenye hisa, uwe mwanahisa na uweze kuhudhuria AGM. Asanteni na kwaherini, nitakuona tena kwenye video inayofuata.